Sakata hili ambalo kwa sasa huenda kama hawatokaa mezani kwa Ibrahim Traore pamoja pia na rais wa DRC Congo Felix Tshisekedi, basi huenda likaleta tatizo, kwa sababu tayari kwa taarifa zilizo za kutoka na vyombo vya habari kutokea nchi ya Burkina Faso, na tumeendelea kuwa karibu kuendelea kusoma na kufuatilia zaidi, ni kwamba kuna baadhi ya kundi ambalo linasadikika katika uchunguzi kwamba huenda kuna baadhi ya viongozi kutoka katika kundi la M23 ambalo tunajua ni moja ya kundi la waasi kutokea DRC Congo, unaambiwa limewasili katika nchi ya Burkina Faso, na hatujajua lengo ni nini ama kuna kitu gani ambacho kimeweza kuwapeleka katika nchi ya Burkina Faso. Sasa ni taarifa ambayo endapo kama Rais Ibrahim Traore angekuwa ni mtu mwingine wa kuchukulia negative, basi huenda hili swala pia na yeye angelizungumzia kwa ukali, na pengine labda kama ni issue ambayo inatabiriwa kwa sasa, na huenda kama haitoleta picha nzuri na Rais Ibrahim Traore akaona kabisa kwamba hao watu waliweza kufika katika nchi yake ambao ni wageni, ambao mpaka sasa hivi ni kwamba bado hajajulikana kundi la hao watu wameenda Burkina Faso kufanya kitu gani, na ikabainika kwamba kuna utofauti wa kile walichoenda kukifata, yani ikawa ni kwa kuleta ama kutaka kuleta uchochezi wa kivita, basi naweza nikasema kabisa kwamba ule utabiri wa baadhi ya watu wengi waliowahi kufikiria, ama kuna baadhi ya watu wanatamani kuona nchi ya Burkina Faso kiingia kwenye vita na nchi ya DRC Congo. Sasa ni issue ambayo kwa upande wangu binafsi siombei iweze kutokea hivyo, kwa sababu kila mmoja anapenda nchi za Kiafrika ziendelee kuwa na amani, na kwa sasa tuweze kufurahia nchi za Kiafrika zinagombana zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo ni lazima tukubaliane na hili swala, licha kama pengine kuna tofauti kwa sasa kati ya nchi ya DRC Congo na nchi ya Burkina Faso. Na hata kiwalisia Felix Tshisekedi amekuwa ni mtu ambaye bado hajamkubali sana Ibrahim Traore, licha kama tunajua ubora na thamani ya Ibrahim Traore, lakini kwa Felix Tshisekedi kwa upande wake anaona mwamba anafanya jambo la kawaida. Kwa hiyo huenda ikawa ni chokochoko tu za kutaka kumchokonoa mwamba ili mradi bifu lianzishwe na watu malize kama kawaida ya DRC Congo kwenye swala zima la vita. Manake wamekuwa wakijiamini kupitiliza, na wamekuwa ni watu ambao wamekuwa kichokonoa sana nchi ambazo zimekuwa wao kwa upande wao hawataki vita, lakini Congo wamekuwa kijiamini sana kutengeneza na kuonekana kwamba wao ndio wamekuwa ni chanzo cha vita vingi sana ambavyo tayari vimeshatokea katika nchi yao. Bwana, cha msingi tukutane kwenye comment, na naweza nikasema kabisa kwamba kwa wale watakaohitaji matangazo ya kibiashara kwa bidhaa zao tofauti, basi wasiliana nasi kwa nambari 0684006225. Lakini kama kawaida yangu ni kwamba tuna deal na short information, yani hatutaki umalize bando lako, yani MB zako. Tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media.